بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. Ndugu zangu waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada rahma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo ni siku ya Ijumaa tarehe 12 mwezi wa 12 2025. Nimewaita katika ofisi ndogo ya shekhe wa mkoa wa Pwani kuzungumza machache kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Pwani. Katika hayo machache ambayo ningependa kuyawasilisha kwenu ili yawafikie Waislamu na Watanzania kwa ujumla, kutoka ofisi ya shekhe wa mkoa wa Pwani. Jambo la kwanza ni kuunga mkono tamko lililotolewa na kiongozi wetu mkuu wa Kiislamu Tanzania, Daktari Abu Bakri bin Zubair bin Ali Mbwana, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, tamko ambalo amelitoa tarehe 7 mwezi Disemba 2025 alipokuwa akizungumza na hadhira ya waandishi wa habari pale makao makuu ya BAKWATA Kinondoni, Dar es Salaam. Na mimi mteule wake shekhe wa mkoa wa Pwani, Sheikh Khamis Abbas Mtupa, kwa niaba ya Waislamu, maimamu, walimu wa madaris, taasisi za Kiislamu zilizopo ndani ya mkoa wa Pwani, baada ya kulipokea tamko la kiongozi wetu mkuu mufti na shekhe mkuu wa Tanzania na kulipitia na kuona madhumuni yake na malengo yake na nasaha mbalimbali alizozitoa kwa Waislamu na kwa Watanzania kwa ujumla, basi imeoneleka na baraza la mashekhe mkoa niweze kutoa neno la kuunga mkono yale yote ambayo yamebebwa ndani ya tamko la Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania, kwamba sisi Waislamu wa mkoa wa Pwani tumeyapokea maelekezo yale, tumezipokea nasaha zile, na kwa kauli moja tunasema kama alivyotutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, tuseme pale ambapo tunapoitwa katika jambo ambalo lenye kujenga ustawi, utulivu, amani ya nchi, tuseme maneno yafuatayo: innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli. Hakika hapana vingine limekuwa tamko la waumini pale wanapoitwa kwenda kumnyenyekea Mwenyezi Mungu na kufata maelekezo ya mtume, liyahkuma bainahum, ili awape hukumu kati yao, ayakulu,
basi tamko lao linatakiwa kuwa sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii. Sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu. Na kwa kauli moja, Waislamu wa mkoa wa Pwani kupitia Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA na kupitia sauti ya mimi msemaji wa Islam ndani ya mkoa wa Pwani, Sheikh Khamis Abbas Mtupa, tunasema tumelipokea kwa mikono miwili na kwa malengo na madhumuni yote yaliyomo ndani ya tamko la Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania kwa Waislamu wa Tanzania na kwa Watanzania kwa ujumla. Tunasema sami'na wa ata'na, tumelisikia na tutatii na tutatekeleza maelekezo yote. Na tayari mkoa chini ya ofisi ya Sheikh wa mkoa wa Pwani tumeshafanya kikao cha mkoa na kuyashusha maelekezo yale kwa mashekhe wote wa wilaya 7 za mkoa wa Pwani, lakini na kwa mashekhe wote wa kata 133 za mkoa wa Pwani, na kwa maimamu wa misikiti na kwa walimu wa madaris waweze kulifanyia kazi kivitendo tamko la Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania. Jambo la pili ni maelekezo mahsusi kwa Waislamu mkoa wa Pwani. Jambo la pili ambalo ningependa kulifikisha kwa Waislamu wa mkoa wa Pwani ni kwamba tunawaomba makhatibu wote wa misikiti, walimu wa madarisi zote na mashekhe mmoja mmoja binafsi wanaofanya kazi ya kulingania Uislamu ndani ya mkoa wa Pwani, tushikamane na mahubiri yenye kuleta umoja ndani ya jamii ya Watanzania na Waislamu kwa ujumla. Tushikamane na mahubiri ya upendo, kuhumiza upendo, na haya yote ni sehemu ya ibada kwetu sisi Waislamu. Lakini tushikamane na mahubiri yenye kuhimiza mahusiano mazuri kwa Watanzania. Sisi kama Waislamu tunaoishi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunatakiwa kuwa na mahusiano mazuri na wanadamu wenzetu wa imani nyingine ambao tumeunganishwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya mambo matatu ambayo ninayaelekeza kwa walinganiaji dini ndani ya mkoa wa Pwani: kuhubiri umoja, kuhubiri upendo, kuhubiri suala la mahusiano mazuri. Haya ni mambo ambayo ameyafanyia kazi kwa muda wa miaka 23 Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika kipindi cha miaka 13 Maka amefanya kazi hiyo, na katika kipindi cha miaka 10 akiwa Madina amefanya kazi hiyo. Tutosheke tu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati anawaamrisha wahamiaji wa kwanza kutoka Maka kwenda Habasha, Ethiopia, alitambua kwamba Habasha ni nchi ambayo si ya Kiislamu na mtawala wake si Muislamu, alikuwa ni Mkristo. Lakini kwa kuwa yule Mkristo alikuwa ni muadilifu na ni mtu ambaye hayuko tayari kuona binadamu yoyote anadhulumiwa, anafanyiwa sivyo, basi Mtume alihamasika kuwaelekeza masahaba wake wahamie Ethiopia, Habasha, kwa sababu kuna mtawala ambaye si Muislamu alikuja kusilimu baadaye. Lakini ni kwa sababu gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilimfanya waelekeze mara mbili wale waumini waliokuwa Maka kuelekea kule Habasha, Ethiopia, kuhamia kama ni wakimbizi? Ni kwa sababu ya mahusiano yaliyokuwa kati ya yule mtawala wa Ethiopia na wanadamu wengine. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo mimi shekhe wa mkoa nalisisitiza sana, swala la kujenga mahusiano. Sisi wa Tanzania wenye imani mbalimbali tunatakiwa tupate mahubiri ambayo yamejaa ndani ya Qur'ani
ndani ya sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakionyesha umoja, mshikamano. Na ninawakumbusha sana, kuna eneo ambalo tumelisahau la kutoa mahubiri ya udugu wa damu. Udugu wa damu unaendelea kupotezwa duniani kote, udugu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuelezea katika sura mbalimbali ndani ya Qur'an. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, enyi watu, sisi tumewaombeni kutokana na mwanamke mmoja na mwanamume mmoja, na tukawafenyi mataifa na makabila mbalimbali ili mpate kujuana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaueleza sana udugu wa damu. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, annasu min bani adam wa adam min turab, watu wote wanatokana na Adam na Adam wanatokana na mchanga. Kwamba ule udugu wa damu ukithibiti ndani ya mioyo ya wanadamu, huwezi ukamchukia mtu kwa imani yake, huwezi ukamchukia mtu kwa kabila lake, huwezi ukamchukia mtu kwa itikadi yake, iwapo ule udugu wa damu ukiwa umesimama. Na udugu wa damu ndio asli, ndio shina. Udugu wa nasaba umekuja kusimama juu ya udugu wa damu. Kama haupo udugu wa damu, hata udugu wa nasaba unakuwa hauna thamani. Udugu wa damu ndio uliosimamia imani zote. Imani zote zimekuja kusimama juu ya udugu wa damu, ili kwanza mtu umkubali kwamba yeye ni ndugu yako. Baada ya hapo sasa ndio uanze kumtamania, kumhubiria jambo la imani fulani. Kwa hivyo ninawaomba sana na kuwarai wahubiri na watangazaji dini ndani ya mkoa wa Pwani, tujitahidi sana kuhubiri udugu wa damu, ili tujione kwamba sisi wote ni watu wa baba mmoja, mama mmoja. Hatufai kuishi katika maisha ya chuki, katika maisha ya kupandikiza hasadi kwa wanadamu wote. Hayo sio maisha ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume katika kipindi cha mfungo tatu alipokuwa anachinja mnyama wake wa udhiya, alikuwa anawaeleza wale wasambazaji kwamba ibda'u jarana al-yahudi, anzeni kumpa hii udhiya jirani yetu Myahudi. Kwamba Mtume anawaelekeza masahaba Myahudi awe wa kwanza kupata kichinjwa cha udhiya, kuonesha kwamba huyu, pamoja na kwamba tumetofautiana naye imani, na kwa mujibu wa Qur'ani Myahudi ni mtu ambaye ameelezwa vibaya sana kwa waumini, lakini pamoja na hilo Mtume anasema anzeni kumpa jirani yetu Myahudi, kuonesha kwamba huyu ni ndugu yetu wa damu. Lakini hawa majirani zetu tunaoishi nao ambao si Waislamu, Wakristo, kama Watanzania wenzetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mazala Jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu, hakuacha kuwa Jibril anakuja kunihusia mimi kumfanyia wema jirani yangu, mpaka nikafika mahala nikadhania kwamba atanipa maelekezo sasa jirani anirithi au nimrithi jirani. Na hapa katajwa jirani, hakutajwa Muislamu wala hakutajwa jirani fulani, kuonesha kwamba jirani yako hata kama si Muislamu, lakini Uislamu unahubiri mahusiano. Kama hakuna mahusiano, hatuwezi tukawa na fursa ya kuwalingania wengine imani yetu. Ni lazima kwanza tuwe na mahusiano mazuri. Kwa hivyo Tanzania tunahitaji kuwa na mahusiano yale ambayo tumewaachiwa na waasisi wetu, ambayo hayambagui mtu kidini, hayambagui mtu kikabila. Hili ni jambo ambalo nawaomba sana watu wote tunaoshirikiana katika kuhubiri dini ndani ya mkoa wa Pwani, basi tuhakikishe kwamba upendo, umoja, mshikamano, mahusiano mazuri, badala ya kuhubiri chuki, fitna, kuyaamsha mambo ambayo watu wameshayasahau, nataka uyafukue hivi sasa. Hapana, Uislamu yajibu makabla. Uislamu unaachana na yale yote yaliyopita. Kila lililopita afallahu amma salaf, Mwenyezi Mungu amesamehe yote yaliyopita. Huna sababu wewe sasa kitu ambacho Mungu ameshakisamehe wewe unakwenda kukitafuta, kukichokonoa au kifungue. Unaweza ukaamsha chuki na hisia ndani ya jamii ya Watanzania. Tanzania inahitaji hivi sasa watu waitwe katika umoja, katika mshikamano, yale mahusiano yetu yazidi kuimarika. Lakini pia tumtambue yule ambaye analeta chuki ndani ya jamii ya Watanzania, ili tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye pia moyo wake au badilishe, urudi katika moyo wa kujenga mahusiano. Hili ni jambo la pili ambalo nawasisitiza sana wenzangu ninaoshirikiana nao katika kuhubiri dini ndani ya mkoa wa Pwani.
sawa sawa ndani ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA au ndani ya taasisi nyingine za Kiislamu au dai al-maidani, walinganiaji mmoja mmoja ambao hawana taasisi lakini wanafanya kazi ya kulingania Uislamu, basi tuhakikishe kwamba maneno yetu kwanza tuyapime tunapoyatamka, maneno yetu tuyaweke katika mizani kabla ya kusema, kwa sababu watu wa kisufi wanasema wala taqul illa bitafakuri, usiseme isipokuwa kwanza baada ya kufikiri kwamba hili neno nikilitamka athari yake nini, faida yake nini. Ukiona lina faida kubwa basi litamke, na ukiona faida yake ni ndogo sana, hasara ni kubwa, basi jiepushe na neno hilo. Jambo la tatu ambalo ningependa kuwakumbusha wazazi wa Kiislamu ndani ya mkoa wa Pwani, kuna desturi ambayo imezuka, desturi ambayo inawaumiza walimu wa madrasa za Qur'ani ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkoa wa Pwani kwa ujumla. Tabia ya wazazi unapofika mwezi wa Disemba kuwachukua wanafunzi wa madrasa na kuwapeleka likizo kwa wazazi wao mikoani au vijijini. Hili ni jambo ambalo linashamiri mwaka hadi mwaka, na hata ndani ya mkoa wangu wa Pwani mwaka huu nimefuatilia madrasa kadhaa. Janga hili limeenea kwa kiasi kikubwa sana. Watu wamefunga shule, basi unakuta siku ya pili madrasa iliyokuwa na watu 150, 100 mbakia 20, 30. Hili ni kosa ambalo tunalifanya. Hili ni kosa. Tukumbuke kwamba sisi Waislamu ndio wale ambao huwa tunatengeneza masali kwamba muda wa skuli ni mkubwa, tunaomba muda upunguzwe kule skuli, tupate muda watoto hawa waje kusoma Qur'ani katika madrasa. Lakini unapofika muda sasa vijana wanatakiwa wakasome madrasa, wazazi wale ndio wanaofika mahala kuwachukua wanafunzi. Mimi ndani ya mkoa wa Pwani nitatoa waraka maalum biidhnillahi taala, utasambazwa katika madrasa zote kuhakikisha kwamba kuna kuwa na adabu na nidhamu kubwa sana kumchukua mtoto pale ambapo shule imefungwa. Tunaweza tukaweka maelekezo, ima imebakia wiki moja, watoto wanaweza wakaruhusiwa wote wakaenda kusalimia wazazi, lakini haiwezekani mwezi mzima watoto wanachukuliwa. Hili ni jambo ambalo mimi kama mlezi wa mambo ya nidhamu ya dini ya mkoa wa Pwani, hili jambo nalipinga na sipendi liendelee kwa wazazi wa Kiislamu. Muda huu na wakuta wa kusoma watoto wafidie masomo yao ambao wameyakosa wakiwa kule school, leo wanachukuliwa na wakiambiwa wazazi wanakuwa wakali. Hili ni jambo ambalo hatutakiwi kuliachia kwa sababu tunahitaji leo watoto wafundishwe. Tunapolalamika mmomonyoko wa maadili, tunahitaji sasa hawa watoto wafundishwe maadili katika madarisi zetu za Qur'ani, katika shule zetu mbalimbali ambazo zimeanzishwa ndani ya mitaa yetu, ili watoto wamjue Mungu na wajue mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ninawarai wazazi wa Kiislamu ndani ya mkoa wa Pwani, desturi ambayo tunaendelea nayo ya kuwahamisha watoto katika kipindi cha mwezi Disemba au mwezi Juni, katika kile kipindi cha likizo ndefu, tunawapeleka maeneo huko ya kuwaona mabibi, mababu, ni jambo zuri, lakini haiwezekani mwezi mzima. Huko waliko hivi sasa hawasomi, wanacheza, na baadhi ya watoto au wanafunzi walishajengewa misingi fulani ya kimaadili. Unapowatoa maana yake unakwenda kuwafanya walikuwa wanasali hawasali hivi sasa. Hakuna mtu anayewafuatilia mambo ya sala, hakuna mtu anayewafuatilia mambo ya maadili, mambo ya masomo mbalimbali. Kwa hivyo hii ni mistake ambayo mimi sipendi tuifanye ndani ya mkoa wa Pwani, na maelekezo kupitia ofisi ya Sheikh wa mkoa yataandaliwa, waraka maalum na fomu maalum zitasambazwa kwa madarisi zote kuhakikisha kwamba tunakuwa na nidhamu ili watoto wetu waweze kusoma. Hawa ndio na uitwa Gen Z. Gen Z maana yake ni generation iliyokuwepo hivi sasa. Sasa na sisi tunailea vipi hii Gen Z ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni lazima tuwalee katika misingi ambayo watakuja kuelewa nini maana ya amani, watakuja kuelewa nini maana ya haki. Hii ni misamiati ambayo hivi sasa inatakiwa itafsiriwe na Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipi kinaanza, kipi kinafuatia? Sasa ni lazima wazazi tuwe na discipline na nidhamu ya hali ya juu kabisa. Shule zimefungwa, watoto wasome japo robo 3
ya likizo. Baada ya hapo wanaweza kapewa wiki moja wakaenda kufresh akili zao kabla ya shule kufunguliwa, lakini si kwa mtindo huu ambao unaoendelea hivi sasa. Jambo la tatu na la mwisho, na waomba maimamu wote na walimu wote wa madaris, tupo ndani ya mwezi wa mfungo 9, jirani tutaupokea mwezi wa mfungo 10, na kwa maana hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani utakuwa unaingia. Hapa ni wakumbushe mambo mawili. Kwanza, kupitia Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA kuna safari ya umra ambayo inatakiwa kufanywa tarehe 24 mwezi wa Disemba 2025 chini ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA na taasisi ile ya haji na umra. Kwa hivyo ninawaomba maimamu wote Waislamu mbalimbali ambao wanahitaji kufanya ibada ya umra, Mheshimiwa Mufti anawahamasisha na anawaomba kupitia taasisi kongwe hii ya Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, basi muweze kusafiri katika ibada ile ya umra tarehe 24 mwezi Disemba 2025 kwa muda wa siku 10, siku 5 Maka na siku 5 Madina, na huduma zote zile msingi zitakuwepo kwa gharama ya dola 1550. Dola 1550 inakupeleka wewe katika ibada tukufu ya umra, na utayashuhudia mambo mengi katika miji ya Makka na Madina kwa utulivu mkubwa kabisa. Sambamba na hilo, pia uandikishaji wa ibada ya hija kwa mwaka wa 2026 unaendelea. Kwa hivyo tunawaomba sana Waislamu wote kujiandikisha katika ofisi za Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA mikoani na wilayani na kwenye kata, ili kwenda kutekeleza ibada hiyo ya hija. Lakini la mwisho, maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Misikiti mingi tunakuwa hatuna namna ya kujipanga kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapana, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa program. Kila imam, kila shekhe, mashekhe wa wilaya, mashekhe wa kata, simamieni maeneo yenu, simamieni misikiti, simamieni walimu wa madrasa, wale wenye program za mashindano ya Qur'an kwa ngazi ya madrasa, kwa ngazi ya kata, kwa ngazi ya wilaya. Ni lazima programu hizo ziandaliwe mapema. Lakini pia mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Waislamu wanatakiwa kustuliwa kidogo tu, waweze kutoa walichokuwa nacho kufanikisha harakati mbalimbali za Uislamu. Yule mwalimu ambaye madrasa yake haiko sawa, tumia mwezi mtukufu wa Ramadhani na Waislamu wanaokuzunguka washawishi, waone Waislamu, mimi nina uzoefu huo kwa mambo ambayo nayafanya mkoa wa Pwani. Sipati kikwazo kwa Waislamu katika kutafuta fedha. Mambo ambayo ninayafanya na wao wanayaona, wanashiriki. Jambo likiwa linaonekana Muislamu anatoa fedha yake. Kwa hivyo tusisubiri kila madrasa tupate muhisani kutoka Saudi Arabia, kutoka Kuwait. Hapana, Waislamu wanaozunguka madrasa kuanzia wazazi hao ndio wanaojenga nyumba zao wanazoishi. Ukiwaeleza na ukawapanga wakaona kile ambacho wanakitoa kinafanya kazi, basi maana yake watajenga madrasa katika sura wanayoitaka. Hili jengo ninaloishi mimi hapa, kulikuwa na madrasa, nimeifanya ukarabati billahi alaikum. Kwa Waislamu hawa nilokuwa nao hapa kijijini, madrasa imekuwa nzuri, imezuliwa, imepigwa tiles. Watawaonesha hawa watu ambao wanaikodi hii taarifa yangu. Sikupata muhisani kutoka sehemu yoyote. Ukimweleza Muislamu unataka kufanya 1, 2, 3, akakupa pesa yake, akaona, billahi alaikum, huyo akuachi. Lakini kuna eneo sisi ambalo tunalikosea, kwamba tunawahamasisha watu, bwana tunahitaji generator la 700,000. Watu wanachanga 700,000, kisha generator hawalioni. Wakihoji tunawapiga na hadithi za Mtume, ukitoa mkono wa kulia mkono wa kushoto sijue. Hii sio desturi nzuri. Kwa hivyo ninawahamasisha kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi wa fursa. Tutumie fursa za Waislamu tuliokuwa nao. Majengo yetu ya madrasa tuyaboreshe. Moja ya mambo ambayo watoto pia wanaona, nikienda pale madrasa shuleni kuzuri, na kalia dawati, kuna kiyoyozi, na sisi tuna uwezo wa kufanya hayo kwa hawa Waislamu. Lakini misikiti yetu, tuone mabadiliko ya dunia jamani. Mabadiliko ya dunia hivi sasa hayatupeleki kupata wahisani kutoka nje. Mabadiliko ya dunia hivi sasa yanatutaka sisi wenyewe
tucheze shane ndani kwa ndani, na Waislamu wana uwezo jambo hilo, wana uwezo mkubwa kabisa wa kurekebisha na ukarabati wa misikiti yao. Kwa hiyo msikiti wako usione kwamba umekaa katika hali hiyo ambayo umeikuta ukawa unamsubiri mtu atoke nje aje kufanyia kazi hiyo. Wewe imamu wa msikiti, wewe mwalimu wa madrasa, una nafasi gani ya kuwashawishi wale wanaokuzunguka pale msikitini kwako ili kufanya maboresho hayo? Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi mmoja, lakini ni mwezi ambao ndio maana thawabu zake zinakwenda mwaka mzima. Man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga Ramadhani kwa imani na kutaraji thawabu anafutiwa madhambi yake yote yaliyopita. Maana yake mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao unakuja na fursa. Tengeneza fursa kwa waumini wako, ukusanyaji wa tende, kwamba kila msikiti ukusanye tende. Waislamu wana uwezo wa kuleta tende. Ni aibu kubwa imamu unampigia shekhe wa mkoa, au mimi nimpigie mufti, mheshimiwa mufti, vipi tende huko? Mimi natakiwa nitafute tende kwa waislamu wangu. Mwalimu wa madrasa atafute tende kwa wale waliokuwa chini yake. Imamu wa msikiti ni hivyo hivyo, na ile jambo linawezekana. Kuna misikiti pale Kariakoo, sitaki kuitaja kwa jina, yenyewe inajifahamu. Ikifika saa 12 waislamu wapo nyomi katika ile msikiti, na kila mtu ana vipaseli zaidi ya 7. Anaftari, anakula daku, anarudi nyumbani kwake Mbagara huko au Kongoya alipotoka saa 4 usiku, kaftari na daku mkononi analo. Hivi vitu wanavitoa Waislamu. Kwa hivyo ni lazima tujenge ile tabia ya kubadilika. Tusione kwamba sisi tumewekewa wajibu wa kufunga, alafu kuna mtu yeye kazi yake kututafutia tende. Tende zinapatikana Kariakoo katika maduka mbalimbali. Waislamu wana uwezo wa kununua tende. Tuwanasihi Waislamu wanunue tende. Unakuwa na store ya tende katika msikiti wako. Kila magharibi Waislamu wanafuturu. Akitokea muisani akileta, fabi hawa neema, alhamdulillah, taasisi fulani imetukirimu. Lakini imamu usikae umelala kabisa kiasi ambacho wewe unasubiri kila kitu uje kufanyiwa. Hapana. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani tuuchangamkie katika fursa zote, tujipange mapema, tuwasaidie wajane, mayatima, wasioweza, kwa kuweka mikakati mbalimbali ya kukusanya iftar. Haya yote tuyafanye mapema, na ndio maana asisti hii ninaitoa mapema ili kila mmoja apate ukumbusho, ajipange na wale ambao waliokuwa nao pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliueneza Uislamu na Uislamu waliokuwa nao Makka na wale waliokuwa nao Madina. Ndio fursa ambayo waliokuwa nayo. Kwa hivyo kila imam, kila mwalimu wa madrasa ana watu ambao wamemzunguka. Kwa hiyo usifike mahala wewe ukakosa kueleza mipango yako kwa sababu ya Waislamu. Waislamu wapo, sisi tukionesha kazi zetu, waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mwenyezi Mungu anasema fanyeni kazi, kazi zenu ataziona Mungu na mtume na waumini. Ile grupu la tatu linahitaji kuona. Grupu la tatu la waumini wanahitaji kuona kile ambacho tunachokifanya. Basi baada ya kusema haya, nimtakie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania afya njema, pamoja na baraza lake la mawaziri wote, pamoja na serikali yake yote kwa ujumla. Lakini pia nimtakie Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali afya njema, pamoja na wasaidizi wake wote kuanzia ngazi ya taifa mpaka imamu mpaka mwalimu wa madrasa. Lakini pia nitakia nchi yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amani na utulivu. Mwenyezi Mungu atukinge na fitna mbalimbali za ndani na nje. Mwenyezi Mungu atuimarishie umoja wetu, mshikamano wetu bila ya kuangalia dini zetu. Tushikamane kwa udugu wetu wa damu, atuepushe na farka, atuepushe na mitihani ya aina mbalimbali, na wale wote ambao wanaitakia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania fitna na mitihani, Mwenyezi Mungu azibadilishe nyoyo zao. Yeye ndiyo muqallibul qulub, anayebadilisha nyoyo za watu, azibadilishe wawe ni watetezi, wawe ni wazalendo wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.